Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni Januari 17, siku ya Jumamosi. Tukienda kulianza somo la 4 la robo hii ya kwanza ya mwaka wa 2026. Robo hii tunajifunza mada kuu isemayo kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Juma hili tunaliangazia somo la 4 linalosema umoja kwa njia ya unyenyekevu. Sabato mchana. Somo la juma hili, Wafilipi sura ya 2 aya ya 1 hadi 11, Yeremia 17 aya ya 9, Wafilipi 4 aya ya 8, Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 2, Warumi sura ya 8 aya ya 3 na Waebrania sura ya 2 ya 14 hadi 18. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wafilipi 2 aya ya 2. Imeandikwa, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Umoja ni nguvu, lakini kujua kilicho kweli si sawa na kukifanya. Sote tunashindwa wakati mwingine licha ya juhudi zetu bora katika umoja. Lakini hiyo si sawa na kudhoofisha umoja kwa makusudi. Basi, haishangazi kwamba Paulo anapoendelea kuwaandikia Wafilipi, anataka wawe na roho moja, wakinia mamoja. Paulo anajenga msingi wa umuhimu wa umoja juu ya mafundisho na mfano wa Yesu. Ni mada tunayoipata pote katika Agano Jipya na hasa katika nyaraka. Asili ya mfarakano katika ulimwengu ilitokana na kiburi na tamaa ya cheo na madaraka ya malaika mmoja mbinguni. Mawazo ambayo yalienea haraka hata ndani ya mazingira yaliyokamilifu. Tazama Isaya 14:12 hadi 14. Kisha yakapata nafasi katika Edeni kwa njia ya kutoridhika kule na sheria ambazo Mungu aliziweka, na shauku ya kupanda kufikia mazingira ya juu zaidi kuliko yale ambayo Mungu alikuwa amewapanga. Mwanzo 3 aya 1 hadi aya 6. Juma hili tutaangalia msingi wa kibiblia wa umoja katika kanisa, tukijikita hasa katika kujishusha kwa Yesu kunakoshangaza, masomo tunayoweza kupata kutokana na kumtazama yeye, na jinsi tunavyoweza kukua na kufanana naye zaidi. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Januari 24. Januari 18, siku ya Jumapili, tutajifunza mada inayosema mfarakano huko Filipi. Januari 19, siku ya Jumatatu, chanzo cha umoja. Januari 20, siku ya Jumanne, upandikiza moyo au upasuaji wa moyo. Januari 21, siku ya Jumatano, nia ya Kristo. Januari 22, siku ya Alhamis, siri ya utauwa. Januari 23, Ijumaa, jifunze zaidi. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema uliojaa mibaraka yake.